tulivyoahidi kwenye ilani yetu ya uchaguzi na yote tutakayoona yanafaa kwa nchi yetu. Tunasema asanteni sana Watanzania wote. Ndugu zangu wa Tanzania, niwapongeze wagombea wote wa nafasi ya rais kutoka vyama vingine 16 vilivyoshiriki. Wameendesha kampeni safi na za kistaarabu. Mawazo yao yamekuwa sehemu muhimu ya mjadala wetu wa kisiasa na yameimarisha ari ya kuelekeza siasa zetu kwenye masuala ya maendeleo. Ninawashukuru wagombea wote walioridhishwa na kazi iliyosimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi na kukubali matokeo. Asanteni sana. Sambamba na hilo, matokeo ya uchaguzi huu yameonyesha wananchi walivyofanya maamuzi yao. Vyama vyote vilivyoshiriki vilipigiwa kura kwa jinsi vilivyoweza kuwashawishi wapiga kura. Kila kura iliyopigwa ilikuwa na umuhimu wake, na kila kura imetuma ujumbe wa maoni ya wananchi kwa serikali itakayoiunda. Na hapa nataka niwahakikishie wagombea wenzangu kwamba lile lililoombwa na ndugu yetu la kukutana na kunikabidhi ilani zenu tunakwenda kulifanyia kazi na nitazipokea kwa moyo mkunjufu. Ndugu wagombea wenzangu, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umehitimishwa. Sasa ni wakati wa kusimama pamoja kama taifa. Sera zetu tulizozitangaza wakati wa kampeni kuhusu njia bora zaidi za kufikia maendeleo yetu ya maendeleo hazikuwa na tofauti kubwa. Kila mmoja alikuwa anahubiri kulijenga taifa hili. Tulitofautiana njia tu. Sote tulionyesha hamu ya kuleta maendeleo zaidi, na kwa kuwa dira yetu ya maendeleo ni moja inayotuelekeza kuwa na maendeleo jumuishi, na kwa kuwa tunaamini kwa dhati kwa maendeleo hayana chama, hivyo ni waombe, na kwa bahati nzuri mlisha thibitisha kupitia mwakilishi wenu ushirikiano wa dhati tunapoendelea na safari ya kuliimarisha taifa letu. Ndugu wa Tanzania, uchaguzi huu haukuwa tu kipimo cha uungwaji mkono wa sera na mipango ya maendeleo ya vyama vya siasa, bali pia ulikuwa kipimo cha ukomavu wa demokrasia nchini. Hivyo ushindi huu sio wa mgombea mmoja au chama kimoja, ni ushindi wetu sote wa Tanzania kama taifa. Kwa dhati kabisa, nipongeze sana Tume Huru ya Uchaguzi kwa namna ilivyosimamia uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu na sheria zetu zinazohusiana na shughuli za uchaguzi. Wameweza kusimamia uchaguzi kwa uhuru, uwazi na haki. Wakati wa uchaguzi mkuu tulikuwa na watazamaji wa uchaguzi ndani ya nchi, wa kikanda na waangalizi wengine katika ngazi za kimataifa. Ndani ya ukanda wetu wa Afrika tulikuwa na African Union, tulikuwa na ICJLR ile ya maziwa makuu, lakini tulikuwa na SADC, tulikuwa pia na waangalizi kutoka Afrika Mashariki. Kualika watazamaji au waangalizi hawa kunathibitisha dhamira yetu ya kuhakikisha kwamba tulikusudia kufanya uchaguzi katika mazingira ya uhuru na uwazi. Ninawashukuru waangalizi wote waliokuwa pamoja nasi. Ndugu wa Tanzania, pamoja na manufaa hayo au matukio hayo mazuri yaliyotokea ndani ya uchaguzi wetu, kuna matukio ya uvunjifu wa amani yaliyofanywa siku ya uchaguzi, lengo likiwa ni kuharibu au kuzuia uchaguzi usifanyike. Tunavishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha kwamba vurugu zilizotokea hazikuathiri au kusimamisha uchaguzi. Matukio yale yaliyofanywa maeneo hasa kwenye miji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya na Songwe, kwa vyovyote vile hayakuwa yakiungwa mkono, hayakuwa yakiungwana na ya kizalendo. Mzalendo hujenga nchi na sio kubomoa nchi iliyojengwa kwa nguvu na jasho la wananchi. Serikali inalaani na kukemea vikali matukio yale. Nalotaka kusema hapa ni kwamba kwenye suala la usalama wa nchi na taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuna mbadala, bali ni kutumia mbinu zote za kiulinzi na kulibakisha taifa likiwa salama. Ni imani yangu kwamba
Mimi na wenzangu wote tulioshiriki uchaguzi na Watanzania walio wengi tumesikitishwa sana na vitendo hivi, kwani havijengi misingi thabiti ya demokrasia nchini. Ni watake tusikubaliane na vitendo hivi na kwa pamoja tusimame kulilinda taifa letu. Ndugu wa Tanzania, Tanzania ni ululu pekee barani Afrika. Ni taifa ambalo liliundwa na mataifa mawili huru, Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Watu wake wameishi kwa umoja na kudumisha muungano huo kwa zaidi ya miaka 61. Licha ya changamoto mbalimbali za kitaifa na kimataifa, tumeweza kupiga hatua kubwa za maendeleo pamoja na kuimarisha ustawi wa Watanzania. Tulivuka vikwazo tulivyokabiliana navyo katika miongo 6 ya muungano wetu, tukiongozwa na imani ya dhati kwa Tanzania ni kubwa kuliko mtu yeyote, na kwamba kuna mengi zaidi yanatuleta pamoja wa Tanzania kuliko machache yanayoweza kutumika kutugawa. Uchaguzi umehitimishwa. Kuna maisha baada ya uchaguzi. Huu sio muda wa kujenga kuta zinazotugawa. Huu ni muda wa kuimarisha madaraja yanayotuunganisha kama Watanzania na yaliyotuwezesha kuishi kwa umoja, amani na utulivu hadi sasa. Hivyo basi, niwatake wananchi wote tuimarishe umoja na mshikamano wetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu wabariki wa Tanzania. Asanteni sana. Sasa hiyo ndio hotuba ambayo watu wazuri.